Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, injili kiganjani mwako. Hapa niliposimama ni kanisa kuu la Moyo Mtakatifu wa Yesu, Jimbo Katoliki la Iringa. Jugo Media tuko hapa, tumefunga safari takriban kilomita 501 kutoka jiji la Dar es Salaam yalipo makao yetu makuu ya Jugo Media pale Msimbazi Center. Tuko hapa kwa ajili ya tukio moja tu ya daraja takatifu ya waskofu kwa askofu mteule Padre Romanus Mihali. Tuko hapa tutakuletea kila kitakachojiri. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, endelea kufuatilia channel yetu ya YouTube ili kujua nini ambacho kitajiri katika jimbo hili Katoliki la Iringa. Niko hapa, sijaja peke yangu. Mimi ni Peter Kisoki, mwakilishi wa Jugo Media Jimbo Katoliki la Morogoro. Lakini nipo na rubani wa uinjilishaji Anilo Daniel Anton Lingwentu. Niko naye hapa, atakwenda kutuambia nini tafakari yake ya kuja katika jimbo. Milele amina Daniel. Kiukweli baada ya kukanyaga ardhi ya Iringa, mimi nafsi yangu ilikuwa inaimba tulimwigati mwa Yesu, tukuinoma, tukuinoma. Tulimwigati mwa Yesu, tukuinoma, tukuinoma. Uko mbele wanapoendelea wanajua wenyewe na Iringa. Wanasema kamwene mudogage. Hayo wanajua wenyewe watu wa Iringa. Ndio, tupe tafakari yako Daniel Anton Lingwentu. Ni furaha kwa mama kanisa. Ni furaha kwa waamini wote wa kanisa Katoliki. Lakini angali tu katika maombolezo ya hayati Papa Francisco, lakini kanisa linafurahia kupata mchungaji mkuu ndani ya jimbo Katoliki la Iringa. Lakini Peter Kisoki, kwa ambayo ulikuwa ufahamu, jimbo hili limeongozwa na Baba Tarsisius Ngalale Kumtwa, ambaye alikuwa ni askofu wa jimbo hili kwa takriban miaka 33. Na tukiangalia historia inatukumbosha Baba Mtakatifu hayati Papa Yohane Paulo wa pili alimteua mwaka 1989, umeona, alimteua kuwa askofu mwandamizi wa jimbo Katoliki la Sumbawanga. Alianzia huko. Ndio. Lakini baada ya hapo tarehe 21 Novemba 1992 hadi 28 sasa 2023 ndio akateuliwa kuwa askofu wa jimbo Katoliki hili la Iringa. Kwa ukiangalia hapo 92 2025 miaka takriban 33. Ni umri wa mtu kama mimi hivi. Umri wa mtu mzima kabisa. Mtu mzima kabisa. Kwa shukrani ya kwanza tunaipeleka kwa Baba Tarsisius Ngalale Kumtwa kwa uliongoza jimbo hili mpaka leo. Lakini kingine ambacho nakupa, na hii ni siri haujui, ukiingia jimbo la Iringa, moja ya siri lile neno Iringa, mimi naweza kusema yani hawa ni watu ambao wanaringa ndani ya Yesu. Yani muda wote wao wana furaha kwa ndani ya Yesu. Yani ukiwaona wamechangamka. Lakini pia tamaduni ni sehemu ya jimbo la Iringa. Tamaduni wanazidumisha katika liturujia, tamaduni zinadumishwa katika maadhimisho. Tutayaona maadhimisho haya yakiwa kipekee kidogo na majimbo mengine kutokana na tamaduni za huku Iringa, tamaduni za Wahehe na makabila mengine ambayo yapo hapa Iringa. Lakini moja ambayo nataka kukuachia ni nini? 28 Januari 2025 hayati Baba Mtakatifu kabla ya kufariki kwake, kabla ya magonjwa na kifo, aliweza kutangaza kwamba askofu mteule ni Romanus Mihali wa jimbo Katoliki la Iringa. Hapo ni baada tu ya baba, sio baba, sisi tunamuita babu, ya Babu Tarsisius Ngalale Kumtwa kusema kwamba sasa naweza nikapumzika baada ya kazi nzito ambayo nimefanya kwa muda mrefu sana aliyoifanya. Na Baba Mtakatifu akasema haina shida, apumzike na sisi tuendelee na utume, na yeye akiwa anatupa busara zake. Lakini uteuzi huo ambao leo tunaelekea kukamilisha haujafanya kanisa Katoliki kusimama katika kazi zake. Kama unakumbuka Jugo Media tuliwapa interview nzuri sana, mahojiano na Baba tuliwapa mahojiano mazuri na Baba Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Alituambia shughuli za kipapa zitasimama katika mazishi, lakini taratibu nyingine ambazo papa alishaziweka zitaendelea. Na ndio maana tuko hapa jimbo Katoliki la Iringa, tunaendelea na taratibu zinazopaswa. Sina mengi sana, nisije nikakwambia mengi alafu ukashindwa kunielewa, maana nina mambo mengi leo, mengi sana. Lakini ninachotaka tu kujua, hivi wana Iringa wanajisikiaje? Hii kazi nakuachia wewe. Rubani wa injilishaji na kaa pembeni ili ndege iende salama. Nenda watafute. Afu mnogage. Naam, huyo alikuwa ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako wa uinjilishaji ambaye ameniachia kijiti hiki. Nami nitakwenda kuzungumza na waamini wa parokia hii wa jimbo hili la Iringa kujua namna gani ambavyo wamepokea mwito huu wa Baba Mtakatifu ambaye kwa leo
ni hayati na leo atakwenda kupumzika katika nyumba yake ya milele. Tuzidi kumwombea Papa Francis ambaye alihudumu katika kanisa kwa muda mrefu, akihudumia kanisa la ulimwengu mzima, ili Mwenyezi Mungu amjalie tuzo ya uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Na kupeleka sasa kujua waamini wamelichukuliaje tukio hili la daraja takatifu ya waskofu kwa mhashamu askofu mteule Romanus Mihali. Mimi ni Peter Kisoki wa Jugo Media. Fuatana nami. Kwa faida ya mtazamaji, hem tuambie maandalizi yakoje kuelekea tukio hili kubwa la kumweka wakfu Askofu Romanus wa Jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli maandalizi yako moto moto. Iringa kumekucha, Iringa kumenoga. Hakika ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefurahi sana. Maandalizi yako vizuri. Kwa sisi waeye tunasema tuko katika kukamilisha zile hatua za mwisho kwa kisha kila kitu kinakwenda vizuri. Karibuni sana. Asante sana. Labda utuambie kabla ya askofu mteule huyu kuwekwa wakfu kesho hiyo katika adhimisho la misa takatifu, mlikuwa na askofu Ngalalekumtwa. Mliishi kwa namna ipi katika kipindi chote cha uongozi wake kama askofu? Kwa sisi ambao tunatoka kwenye familia babu mara nyingi anapenda wajukuu. Kwa kweli tutamisi, lakini kwa kuwa bado yuko sisi tunamuombea kipindi hiki ambacho anapumzika. Tutakuwa karibu naye kumuongezea joto katika kipindi cha mapumziko, aendelee kupumzika vizuri. Lakini kwa kweli mimi niseme alikuwa ni babu very very special. Tunamuombea kila heri. Tunamshukuru katika utume wake wa miaka 33. Tunamshukuru sana na tunamuombea kila laheri katika kipindi hiki. Tunajua hawezi kustaafu moja kwa moja. Tutaendelea kwenda kwake kuchota hekima na busara kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amina. Hongereni sana. Amina baba. Tarehe 28 ya mwezi wa kwanza ilitolewa taarifa rasmi kabisa kwamba Askofu Ngalalekumtwa anastaafu, na siku hiyo hiyo ukapatikana uteuzi mpya wa askofu mteule Romanus. Nyie kama wanajimbo mlipokea vipi taarifa hiyo? Ama hakika tulipokea kwa furaha na shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kumpata baba Monsignori Romanus Mihali. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tunamuombea kabisa kuhakikisha kwamba yale mazuri ambayo babu Ngalalekumtwa alianza yeye ataendeleza zaidi. Bado yeye tunaweza tukasema katika umri wake bado ni kijana kabisa. Tunamwombea kila laheri katika utume wake. Mwenyezi Mungu amsaidie ili yote yawe kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Amina. Hongera sana. Asante baba. Baba Ngalalekumtwa amehudumu kwa takriban miaka 30 plus. Ndio, ama hakika. Labda katika kuteuliwa kwake Romanus, mmepokea vipi yale maandalizi ambayo mmekuwa mkijiandaa kwa kipindi chote hiki? Kumekuwa na ugumu gani katika kufanikisha? Ugumu kwa kweli kwa sababu ni kama vile ilikuwa ni surprise. Wahe wanasema ilikuwa ni surprise. Hatukutarajia. Lakini ikaja tu kama kwa kweli pap, vijana wanasema. Lakini tulipokea. Wakati wote unasema jambo lolote kwa kweli ni la kulipokea na kumwambia Mungu asante. Tumelipokea kwa unyenyekevu, tumelipokea kwa moyo wa shukrani, tumelipokea lakini kwa heshima kubwa kumpata baba huyu kuhakikisha kabisa kazi ya uinjilishaji inaendelea. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, na pengine kwa niaba ya viongozi wa halmashauri ya Jimbo la Iringa nitumie nafasi kumpongeza baba huyu na kuahidi tutakuwa naye, kushirikiana naye kwa moyo mkunjufu. Asante. Wewe ni mwekazina wa jimbo. Utuibie tu siri. Tuibie siri tu kwamba umefanikiwa kiasi gani kuelekea katika tukio hili? Kwa kweli tumefanikiwa. Tumefanikiwa hadi sasa kwa kweli ni zile 99 ... Yes, kwa kweli sasa hivi ni hayo yaliyobakia kwa kisha yale machache yanakwenda vizuri. Kwa kweli si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ametusaidia kufanikisha. Lakini sio sisi tu, hata wenzetu ambao mlikuwa mbali, tumeungana nanyi. Kwa hiyo kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kuwa pamoja nanyi, mkaribie. Ni mashangilio makubwa. Tumwambie Mwenyezi Mungu asante. Amina. Ndio. Katikati ya tukio hili, katikati ya maandalizi umetokea msiba wa Baba Mtakatifu Francis. Na siku hii ya leo Jumamosi anazikwa. Nini tafakari yenu kuelekea katika tukio la kesho na la leo masifu ya jioni, lakini katikati ya hilo imetokea kifo? Tafakari yenu ni nini katika maisha ya Kikristo? Katika tukio hilo Mwenyezi Mungu anatufundisha wakati wote tuwe watu wa shukrani kwake, tuwe wanyenyekevu kwa hasa yale mapenzi yake. Haya mambo wakati fulani yanatokea. Pengine ingekuwa katika mazingira yetu yako mtaani, kama pengine ingekuwa send off au harusi, mnasema tunaahirisha. Lakini kwa tukio hili kubwa la shukrani ya Mwenyezi Mungu katika tukio hili, utaona hata wazee wetu, kwa sababu hata sisi tulipopata taarifa tulisi sasa ili tukio la uskufusho linaahirishwa. Lakini tazama mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wazee wetu bado wamebaki imara kusema hapana, tuendelee kumuombea mwenzetu,
tunaendelea kumwombea misa takatifu. Mwenzetu anapumzishwa na Baba Mtakatifu Francisco, na sisi tunaendelea na shughuli hiyo ya kumwombea na kufanya maandalizi ya msimika Monsinyori Baba Romanus Mihali. Tunamwombea Baba Mtakatifu Francisco, amefanya kazi njema na hapa katikati tunaona kwa kweli alikuwa amechoka. Tumuombee. Wakati fulani unaweza ukatamani usingizi wake uliokwenda. Tulimuona kwenye tukio ile siku ile ya Pasaka Jumapili, amefurahi, alitoa ujumbe mzuri pamoja katika hali ngumu. Alafu baada ya maelezo yale ni kama vile alikuwa anawaaga. Pengine hata mimi ninatamani na mwingine angetamani tukio lile unapoongea na watoto wako, kwa sababu ni tukio ambalo alikuwa anaongea pengine na watoto wake na sisi, unatamani na mimi siku moja litokee tukio kama hilo. Kwa kweli basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mapenzi yake yatukuzwe. Amina. Asante baba. Asante sana mwekazi, na tunakutakia maandalizi mema. Tunajua majukumu ni mengi. Wewe ndio wanakutafuta sana bwana, tumekosa huko 200 bwana, tuletee. Hongera sana, tunakutakia maandalizi mema. Nashukuru sana, mimi natakia kila laheri. Karibuni sana jimboni Iringa. Mjisikie nyumbani. Asante sana. Amina. Asante sana. Asante sana na utume mwema. Asante sana. Asante sana. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina baba. Habari ya uzima? Salama. Tuambie kwa faida ya mtazamaji, jina lako ni nani? Naitwa Christian Barnabas Sambagi. Ni muumini Mkatoliki wa parokia ya Mkimbizi, ni fundi wa jimbo la Iringa na ni dereva wa jimbo la Iringa. Hongera sana. Asante. Umelipokeaje tukio hili kwa namna ya pekee kabisa la kusimikwa kwa Mhashamu Romanus Mihali, askofu mteule wa jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutuletea Baba Askofu Romanus Mihali. Tunamkaribisha vizuri aweze kufanya utume wake na aweze kuchunga kondoo wake, sisi tuende katika mstari ulionyoka. Mliishi vizuri sana bila shaka na askofu mstaafu Tarsisius Ngalaleku Mtwa. Labda unazungumziaje maisha yake ya utume kipindi ambacho alikuwepo akilihudumia jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli kwanza kabisa nalo tunamshukuru Mungu kwa hilo, alituletea baba ambaye ni baba wa kiimani, alitujenga vizuri na tunamuombea kwa kweli mapumziko mema katika utume wake, lakini bado tuko naye pamoja na tuna ushirikiano naye mzuri sana. Kipi ambacho nakikumbuka kwa namna ya pekee kabisa katika uongozi wake kipindi alichokuwa akiliongoza jimbo Katoliki la Iringa, Mhashamu Tarsisius Ngalaleku Mtwa, wewe kama Mkristo? Cha kwanza Baba Askofu Ngalaleku Mtwa mstaafu ni mnyenyekevu. Ni mnyenyekevu, mtii katika imani na alitujenga sisi waumini wake tuwe na imani na kumcha Mungu daima. Ndio. Hongera sana. Nini mategemeo yako sasa katika kumpokea askofu mpya kabisa ambaye alikuwa ni askofu makamu wa askofu wa jimbo Katoliki la Mafinga, sasa anakuja kuwa askofu wa jimbo Katoliki la Iringa? Matarajio yako ni nini au mategemeo yako ni nini katika kumpokea ndani ya utume jimbo Katoliki la Iringa? Kwa kweli na matarajio yangu makubwa sana, naye atafuata nyayo za baba yetu mstaafu Askofu Tarsisius Ngalaleku Mtwa, atatujenga katika imani na tuweze kuenda katika mstari ulionyoka katika kumcha na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hongera sana. Asante. Tukutakie maandalizi mema na Mungu akubariki sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Asante. Wewe kama muumini wa Iringa, nini tafakari yako kuelekea adhimisho hilo? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa wito wake na kwa maisha yake na hasa kwa namna ya pekee kwa umri wetu. Nadhani kwa jimbo la Iringa kihistoria tunaambiwa ni askofu wa pili ambaye maana yake anapewa mamlaka hii ndani ya jimbo lake au eneo lake ambapo atakuwa anatumika. Kwa hiyo binafsi tumefarijika sana kwa sababu kizazi chetu wengi tutashuhudia sakramenti hiyo, kwa sababu wengi hatukuwahi kuona. Na nyingi maaskofu wamekuwa wakihamishwa pengine kutoka jimbo hili kwenda jimbo jingine au pengine wanapatia Roma daraja hilo. Kwa hiyo kwa sasa maana yake tunaona kabisa kwamba kwa sisi tumepata neema, tumebahatika kuweza kuona matakatifu na makuu ya Mungu. Umesema ni askofu wa pili mzawa. Ndio. Wa kwanza alikuwa ni nani? Wa kwanza ambaye alitukadiria historia ambaye alipata daraja hilo hapa jimbo la Iringa ni hayati Askofu Mkuu Mario Mgulunde ambaye alikuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Tabora, ambaye tunaambiwa alipatia daraja hilo maeneo ya Garden karibu na mnara mkuu wa Sapa wa Manispaa. Kwa maana yake baba ambaye sasa Ngalaleku Mtwa ambaye maana yake anambadili huyu yeye alipatia Roma Italia, na maana yake hapa aliletwa tu kuja kukabidhiwa jimbo, lakini kwa maana ya daraja lile wengi hatukushuhudia na hatukuona. Lakini ni mzawa. Ni mzawa. Ni mzawa pia Ngalaleku Mtwa. Ndio, ni mzawa. Kwa tukasema Romanus ni mzawa wa tatu.
Wapo maaskofu wengi ambao wameshatoka jimbo la Iringa kufanya kazi majimbo mengine. Kwa mfano, yupo hayati Askofu Magnus Mwalunyungu, ni mzao wa jimbo la Iringa. Yupo askofu mkuu wa jimbo kuu la Songea, Dennis Damian Dalu. Alafu hayati Mgurunde pia alikuwa ni wa jimbo la Iringa. Ndio. Labda wewe katika hao maaskofu wengine waliopita, hujawahi shuhudia daraja takatifu ya askofu ikitolewa miongoni mwa hao? Kwa kweli sikuwahi kushuhudia, isipokuwa nimewahi kushuhudia kusimikwa kwa Askofu Tarcisius Ngalaleku Mtwa akitokea jimbo la Sumbawanga. Wakati tayari ameshapata daraja. Wakati ameshapata daraja tayari la askofu. Okay. Ndio. Kwa nini tafakari yako sasa wewe kwa mara ya kwanza kabisa unashuhudia mzawa akipata daraja takatifu ya askofu ndani ya jimbo lake, na wewe kwa mara ya kwanza unashuhudia? Tafakari yako ni nini? Kwa kweli tafakari yangu kubwa, kwanza nimejiandaa kikamilifu tu kwamba niweze kushuhudia mwenyewe kwa macho yangu juu ya yale ambayo makuu tutayaona kwa maana ya kupitia daraja hilo la uaskofusho. Lakini kingine cha pekee kwamba ni padri askofu mteule au padri mteule huyu ni padri ambaye namfahamu na amepadrishwa wakati na mimi na umri wangu mkubwa tu hivi, na nilikuwa namfahamu. Kwa hiyo nategemea neema hii kuendelea kuipata kupitia mikono yake na kupitia makuu ambayo atakuwa anatugawia kama mlei wa kawaida. Hongera sana kwa baraka hiyo na tukutakie. Pengine sikujitambulisha, naitwa Constantino Ngusi, natokea parokia Bikira Maria Consolata Mshindo. Hongera sana Constantino. Hongera kwa baraka hiyo na Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Basi na nyewe tuwatakie majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina baba. Mtazamaji wangu mpendwa anapenda kukufahamu jina lako na wadhifa wako. Mimi kwa jina naitwa Padre Gaspar Makombe. Ni padri wa jimbo hili la Iringa na nashughulika na kitengo cha Caritas. Caritas na maendeleo katika jimbo la Iringa. Hongera sana baba. Asante sana, nashukuru. Labda utuambie maandalizi yakoje kuelekea katika adhimisho hili la daraja takatifu ya uaskofu? Kwa kweli maandalizi yanaendelea. Yanaendelea vizuri, na mimi mwenyewe nikiwa kwenye moja ya kamati ambazo zinahusika na maandalizi haya na hasa kamati ya usafiri, mapokezi na itifaki. Tupo wengi lakini basi tunaendelea kufanya mambo yaende vizuri zaidi. Ndio. Baba, hili tukio ni tukio kubwa sana. Labda kulikuwa na ugumu gani katika kuliandaa mpaka kufikia siku hii leo ambapo tutafanya masifu ya jioni na kisha kesho tutaadhimisha adhimisho la kumweka wakfu rasmi? Kwa kweli kwa sababu ya umoja tulio nao katika jimbo na kuhimizana, kuhamasishana, kwa kweli ni kitu ambacho tumehimizana kwa bidii sana. Ya kwamba tuna mambo mengi ambayo yamekwenda haraka kama mnavyojua. Mwaka jana tumekuwa na askofu kule Mafinga, Askofu Vincent Mwakala. Na mwaka huu tena tuna daraja lingine la askofu tena. Basi kwa hiyo tunahimizana kuweza kukamilisha yote vizuri kadiri tunavyoweza, tukiomba na Mungu atusaidie. Hongereni sana baba. Asante sana. Tukiangalia umri wako na umri wa askofu mteule, nafikiri kwako uko mbali kidogo. Hiyo ikimaanisha kwamba pengine unakuwa unamfahamu zaidi Askofu Mihali. Labda ni namna gani unamfahamu Askofu Mihali? Nashukuru. Ni kweli mimi ni padri wa zamani. Nimepata upadi miaka ya zamani sana, miaka mingi ya zamani. Mingi tu nisiseme bila ni mingi. Ndio. Tutambue mtazamaji wangu ni mingi. Kwa hiyo naona kwamba huyu Padri Mihali yeye alipopata upadi mimi tayari nilishakuwa padre. Licha ya kwamba yeye na mwaka huu anatimiza miaka 25 ya upadre, basi mimi lakini nilishatangulia. Na namfahamu vizuri kwa sababu yeye anatoka wilaya ya Mfindi. Na mimi kwa kuzaliwa ni wa Mfindi. Kwa hiyo parokia za kule nizifahamu sana, na yeye mwenyewe katika maeneo aliyozaliwa, aliyoishi na yafahamu vizuri. Na yeye mwenyewe namfahamu vizuri. Askofu mteule Romanus Ela Mihali. Kwa hiyo basi mimi nimefurahi sana niliposikia kwamba Baba Mtakatifu Francisco alale kwa amani kwamba amemteua kuwa askofu wa jimbo la Iringa. Kwa hiyo nimefurahi sana. Ndio. Umezungumzia hapa kwamba Baba Mtakatifu alimteua, lakini tukumbuke aliyemteua amefariki muda mchache au siku chache kabla aliyeteuliwa hajapata daraja. Labda hiki kiroho tunaweza tukazungumziaje jambo hili?
Kiroho tungeweza kusema Bwana, sisi tunaishi kwa na tukimwamini Mungu, tukimtegemea Mungu, na mambo mengine ya Mungu kwa sisi binadamu pengine tunaweza kusema kwa nini yamekuwa vile. Kwa hiyo inakuwa basi ni yote yanaenda pamoja. Upande mmoja tunafurahi kwamba tumempata askofu na tunajiandaa kumsimika, lakini upande mwingine basi kuna hali hiyo ya kuwa na kuondokewa na huyo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kwa hiyo upande mmoja tunafurahi, upande mmoja pia tunamuomba Mungu amrehemu huyo ambaye mzee wetu ametangulia. Hongera sana babu na pole sote kwa huo msiba. Asante sana. Kwa sababu upo kwenye kamati, sababu kwenye kamati ya maandalizi. Neno lako kwa mtazamaji wetu na wanajimbo wote Katoliki la Iringa na wote ambao wanatutazama kuelekea katika adhimisho hilo. Kwa kweli leo kama mnavyojua leo hii tupo kanisani, kanisa kula Kiesa. Tunangoja wenzetu wengine wameenda kumpokea kule katika mpaka wa jimbo la Iringa na jimbo la Mafinga. Kwa hiyo watampokea pale, alafu basi ndio watakuja naye. Nafikiri kwenye majira ya saa 5 hivi atakuwa ameshafika hapa. Kwa hiyo ndio maana hapa tupo tunamsubiri na tupo tayari kumpokea. Lakini akishafika basi atafanya pamoja na wazee wengi maaskofu, atafanya kidogo aina fulani ya mapumziko. Alafu tena saa 10 tuweze kuwa na ibada hiyo ya kusali pamoja hapa kanisani. Ibada ya masifu ya jioni. Masifu ya jioni. Hongera sana baba kwa maandalizi. Asante sana. Na kwa sababu upo kwenye kamati tunatambua kwamba una majukumu mengi, basi tukuache ukawajibike kidogo ili na sisi mambo yetu baadaye yawe mazuri kidogo. Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Basi tuendelee pamoja kumsubiri na kuwa tayari kushuhudia kesho anavyosimikwa katika ibada pale Vikaria viwanja vya Kichangani. Asante sana. Na washukuru sana na karibuni sana. Asante, tunashukuru baba. Asante sana. Maandalizi mema. Asante sana. Asante.